Hii ni EMP Africa Radio. Tuzungumzie kidogo kinachoendelea huko Mashariki ya Kati. Habari kubwa duniani kusema ukweli kwa sasa, vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran. Binafsi nimekuwa kwenye chumba cha habari tukiripoti, tukifanya uchambuzi, lakini pia tukizungumza na wataalamu mbalimbali wa masuala haya ya mizozo, wakitueleza hali inavyoendelea kule katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Na yapo masuala matatu hivi ambayo nikiwa kwenye chumba cha habari ni binafsi nilikuwa nimekijiuliza na watu mbalimbali wakiuliza, lakini majibu kutoka kwa wataalamu yamekuwa sio ya moja kwa moja, labda pengine kwa sababu ya aina ya mzozo wenyewe ama ni ngumu kuelezea. Ni jambo ambalo nimeona nililete hapa sasa. Swala la kwanza ni mwelekeo wa vita vyenyewe huko Mashariki ya Kati. Mara kadhaa wachambuzi walipoulizwa nini hasa mwelekeo wa vita hivi huko Mashariki ya Kati, wengi wao wamejikuta wakieleza lakini bila kutoa kipimo halisi na maelezo yale ya kuridhisha kuhusiana na kinachoendelea huko Mashariki ya Kati, na pengine kwa sababu ya ugumu wa mzozo wenyewe na vuta ni kuvute na vitu kama hivyo. Swala la pili ni kuhusiana na ikiwa mataifa ya Ghuba na baadhi ya mataifa ya Ulaya pengine yataamua kuunga tena katika mapigano ama katika vita huko vinavyoendelea Mashariki ya Kati. Tunafahamu mpaka hivi leo ninavyozungumza, Iran imeendelea kufanya mashambulizi katika mataifa ya Ghuba yale ambayo yana kambi za kijeshi za Marekani, pamoja na balozi baadhi za Marekani zimekuwa zikishambuliwa na Iran. Na Iran imekuwa ikifanya hivyo kama malipizi ya kisasi, kwa sababu haiwezi kurusha makombora mpaka Marekani. Kwa hiyo inaamua kurusha zilipo kambi za Marekani katika mataifa jirani ambayo yana kambi za Marekani. Sasa tumewasikiliza viongozi mbalimbali wa mataifa hayo ambayo yanashambuliwa na Iran wakisema kwamba mambo yakiendelea hivyo watachukua hatua. Hatua hizo ni zipi bado haijafahamika, lakini kwa hapa Ulaya tumewasikiliza viongozi wakubwa, kwa mfano kansela wa Ujerumani yuko Marekani kwa sasa, waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer, pamoja na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, ameeleza kwamba hawana nia moja kwa moja kujiunga na vita hivi, lakini bado kuna question mark. Kwa hiyo wachambuzi wengi wamekuwa wakieleza swali hili lakini bila kutoa majibu ya moja kwa moja, na hili ni swali ambalo bila shaka bado linawaacha watu wengi pia na question mark, kwamba vipi ikiwa mataifa ya Ghuba yataamua na yenyewe yaanze kurusha makombora kuelekea Iran na vitu kama hivyo, mambo yatakuwa vipi? Ni swala gumu ambalo mpaka sasa wachambuzi wengi ukiwauliza wanaweza wakainamisha vichwa chini. Lakini swala la tatu ni kuhusu exit strategy. Nini kifanyike ili kumaliza mzozo huu wa Mashariki ya Kati? Ni swali gumu sana ambalo wachambuzi wengi wameshindwa kulijibu kwa ufasaha.